ndugu waandishi wa habari, mimi kwa jina naitwa Kevin Nyamori. Sijafikia uharakati, lakini mimi ni mwanasiasa na mchambuzi. Leo kwa mara nyingine, ndugu waandishi wa habari na Watanzania, mtakumbuka mara tu cha kifo cha Dr. John Pombe Magufuli tarehe 17, niliita vyombo vya habari mbalimbali nikiwa na mashaka makubwa, na niliyaongea na dunia kuhusu kifo cha Dr. John Pombe Magufuli. Nadhani nyinyi nyote mtakumbuka. Nilizungumza kwamba kifo cha Dr. John Pombe Magufuli tulihujumiwa, na Watanzania na dunia yote ilisikia, Afrika ilisikia, Watanzania walielewa, na ndiko waandishi wa habari mliripoti hilo. Kama mnakumbuka, hilo ni jambo ambalo mpaka leo lipo akilini mwa watu bado wanahoji maswali ya msingi yasiyokuwa na majibu na vitu kama hivyo. Sasa leo tena nimerudi kwenu ninyi waandishi wa habari, kwa sababu ninyi ni kioo cha jamii. Nimekuja kwenu kwa mara nyingine kwa ajili ya kuapili, na apili kwa maana kwamba mwanzo nilivyoongea nanyi Watanzania, niliwaambia kuhusu kifo cha Dr. John Pombe Magufuli. Mimi sipingani na swala la Mungu. Kifo ina sababu nyingi, lakini kama anavyojua, sio kila kifo tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Hii nilisema na bado nairudia. Ingekuwa hivyo, basi kesi nyingi ambazo za mauaji zisingekuwa mahakamani, kwa sababu kazi ya Mungu haina makosa. Mungu anaweza akapanga mauaji kwa aina yoyote, mtu anaweza kafa kwa njia yoyote. Lakini kama ndivyo ilivyo, tunasema hivi, kama nilivyo apili kwa Tanzania kwamba kifo cha Dr. John Pombe Magufuli hakikuwa kifo cha kawaida, kwamba ni kifo ambacho kilihusishwa na majasusi, na mtu ambao nilimhusisha ni Kigogo. Kigogo, kama mnavyokumbuka ndugu wa Tanzania, Kigogo ni jasusi. Kigogo ni jasusi mkubwa, ni jasusi wa ndani ambao ana uwanja mkubwa ambao anashirikiana na majasusi wa nje. Kama mnakumbuka vizuri, tetesi za ugonjwa mpaka kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, source hizo zilitoka kwa Kigogo na washirika wake. Ndani wengine wanaishi katika nchi ambazo mnazijua nini. Na katika kuhusishwa kwake, nadhani nyinyi nyote mnakumbuka kwamba hata Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alivyohutubia Bunge la Jamhuri aligusia hilo, akasema kama kuna mtu anahisi kwamba ana ushahidi haje atuletee. Lakini sasa jambo la msingi, hivi kweli ili jambo sisi tulivyofundishwa, mimi nadhani nilipofundishwa nilipokuwa chuoni, unaambia kwamba hata kama ni jambo rumors inategemea inatoka kwa nani. Lakini kama rumors inatoka katika prominent people, yani influential people, na imekuwa katika yani inazungumzwa, hilo jambo lazima lichunguzwe, hata kama lingekuwa rumors. Lakini serikali wanapotuambia kwamba kuna mtu anaweza kaa na ushahidi, aende, vyombo vya ulinzi na usalama vipo. Hili jambo ina elements za jinai, ambapo serikali kama serikali walipaswa kulichukulia hatua na kuweza kulichunguza. Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli hakuwa mtu wa kawaida. Huyo alikuwa kiongozi wa nchi, alikuwa rais wa nchi. Kiongozi wa nchi hawezi kufa kama anavyokufa kuku, yani anakufa kifo tu cha kawaida, na maelezo ambayo kwa kweli sisi wa Tanzania, hususan mimi, ndio maana mwanzo alipokufa tu tarehe 17, nadhani tarehe 18 niliitisha press conference, na lengo langu ndugu waandishi wa habari ilikuwa kuzuia hata mazishi ya hayati, ili postmortem mweze kufanya. Lakini kulingana na harakati hizo ambazo nilikuwa nazifanya ilishindikana, na matokeo yake alienda akapumzishwa. Wito wangu
wito wangu mpaka leo kwa Tanzania, Afrika na kwa dunia, mimi bado lengo langu ni kutaka kufungua kesi mahakamani, na tangu siku ya mwanzo nilisema kwamba nataka kufungua kesi, na hii kesi tutaifungua dhidi ya majasusi ambao walitupa habari za kifo cha Mheshimiwa Rais hayati, kuanzia tetesi za ugonjwa wake mpaka kifo chake. Manake hao watu walikuwa najua, kama mtu anakwambia kwamba yuwapi rais, wengine wanasema kwamba hebu tuone kama Jumapili ataenda kanisani. Manake hao watu walijua mipango, hao watu walijua kwamba huyo mtu pengine amekufa siku hiyo, pengine aliumwa kweli, pengine alikutwa na nini. Hizo sosi zote hawa majasusi ambao wanaongozwa na Kigogo ambaye mpaka leo Mheshimiwa Rais anatamka wazi kwamba tunajua kwamba mnatumia vyombo vya huko nje. Ni kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anajua kwamba Kigogo ni jasusi ambaye anatumia vyombo ambavyo nchi kama nchi, serikali yetu yenye vyombo vya ulinzi na usalama wanakiri kupitia Rais Amiri Jeshi Mkuu kwamba wanatumia vyombo ambavyo ni vya nje ambavyo si rahisi sisi kugundua. Ndugu waandishi wa habari, ni kitu ambacho inashtua sana kwamba nchi kama nchi kuna mtu ambaye anaitwa Kigogo ambaye ni jasusi ambaye amejiestablish kwenye nchi, ambao anafanya umafia, na umafia wa mwisho ni huu ambao kifo cha Dr. John Pombe Magufuli ni kwamba wao ndio walikuwa na taarifa zote za kuugua kwake mpaka kifo chake. Sidhani kwamba ni maneno ambayo yanatoka kwangu, ni maneno ambayo mnayasikia na romance nyingi ambazo Watanzania wanazisema kuhusu kifo cha Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo mimi nimewaiteni leo kwamba naomba mpaze sauti kwenye vyombo vya habari mbalimbali, mnisaidie kwamba mimi nataka kufungua kesi dhidi ya hao majasusi. Ndugu waandishi wa habari, nadhani mnanielewa. Nataka kufungua kesi dhidi hao majasusi, na naomba serikali watakuja kunisaidia mimi kwamba kupata hao majasusi ambao wao taarifa zote za nchi, taarifa nyeti za nchi wao wanazo. Mwisho wa siku mpaka kifo cha Dr. John Pombe Magufuli hao majasusi walikuwa nao. Kwa mimi nafungua kesi na tutaomba hata TCRA tuweze kustruggle kwenye mitambo ya TCRA, tujue kwamba huyu jasusi ambao anatumia mitambo ya nje ambao tunaamini kwamba labda hayupo nchini, lakini taarifa za humu ndani anazipata kwa nani? Kwa maana hiyo kwamba jasusi huyu hana link na majasusi wa ndani. Kwa TCRA watatusaidia ili kuweza kumpata huyo Kigogo. Nadhani mnanielewa. Kwa mimi lengo langu, naomba mnisaidie na hili tuwe serious. Najua wakati fulani mnaogopa kufungiwa na TCRA, kuna mambo fulani mnayachuja, kuna mambo fulani mnasema kuna ukali, lakini hili naomba mlifikishe. Naomba mnifikishie habari kwa serikali kwamba kuna kijana Mtanzania, familia ya Kitanzania ana mpango wa kufungua kesi. Sio leo, nilisema hata siku ile ambapo niliita press siku ile tarehe 18, nilisema kabisa kwamba kifo cha Dr. John Pombe Magufuli tumehujumiwa. Sikusema jamani, tumehujumiwa, na hujuma zenyewe zimefanywa na majasusi wa ndani na nje, kwa sababu kuna wengine ambao walikuwa wanaripoti kutoka nje na kuna wengine ambao walikuwa wanaripoti kutoka ndani, na mwisho wa siku imekuwa kweli. Mwanzo ilikuwa kama tetesi, lakini mwisho wa siku ikawa kweli. Tunataka kufungua kesi, mimi nataka kufungua kesi ili huyo Kigogo ambaye ameshinda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ametushinda sisi wananchi, ambao yeye ndio serikali juu ya serikali, huyo Kigogo ni nani? Naomba tulishikie bango ninyi waandishi wa habari. Nadhani ninyi mnakuzia, lakini iko siku hata M23, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram na wengineo walianza hivi. Si kama mnaelewa. Kigogo tunampuzia, lakini Kigogo kama mnavyoona hao majasusi wengine M23, Al-Qaeda, Boko Haram na wengine mnaojua. Sawa, wanaanza kama hivyo wanavyoanza Kigogo. Mtandao wa Kigogo lazima tuhakikishe kwamba tunaujua, kwa sababu inahujumu serikali,
imehujumu serikali mpaka kifo cha Dr. John Pombe Magufuli. Mimi sina shida, kwa sababu wanaweza kujiuliza kwamba kwa nini anasadidia. Watanzania wote akili zetu haziwezi kufanana, maana watu wanajaribu kuuliza kwa nini, ana interest gani? Swala sio interest. Rais wa nchi hawezi kufa kama mtu wa kawaida afu atakaa kimya. Watanzania watu wanatushangaa sana hili kuhusu kifo cha Dr. John Magufuli, hata dunia nzima linazungumza kwamba sio kifo cha kawaida, lakini sisi Watanzania tunakaa kimya. Haya mambo yanakuja kujirudia siku nyingine. Je, ikitokea kwa rais ambaye tunaye sasa, kwa tutaonekana sisi Watanzania kwamba ni watu wasiojielewa? Kwa sababu tunaye rais, tunaye. Haya yaliyotokea kwa Dr. John Pombe Magufuli yakitokea kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, tunafanyaje? Lazima tujiandae. Kama kuna sehemu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viliregarega, basi huu ndio wakati sasa wa kuweza kushirikiana na sisi ambao tunaweza kutaka kujua kwamba source ni nini. Nadhani kwenye hili tuelewane, na kama mnataka kuamini kwamba kuna jambo, angalieni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Mnamjua makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar sasa hivi? Mnamjua? Juzi katika mikutano yake na wananchi alizungumza wazi kwamba kodi namba Zanzibar ni 259. Mnakumbuka? Mlisikia? Sasa ndugu yangu, mimi nisemaje? Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambao ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo tuna salamu hizo ambazo mnasema kwamba tunasalimiana kwa